Ujambo ndugu mtazamaji wa Baraka One TV na Mwangaza Television ambao unazidi kututizama mida kama na hizi. Mimi naitwa Roger Seko Rafael ambaye tumepata muda wa kuja kutembelea kiongozi wa wazalendo ambaye atakwenda kuzungumza mawili matatu ili kujua hali inavyoendelea ya usalama mashariki mwa Kongo, hususan ambapo magaidi wa M23 wakataka kuvamia miji mingi sana lakini wanashindwa. Lakini kiongozi atatueleza mengi zaidi ambayo ameyaona kwenye front na passport ambayo amepita kwenye kunako wazalendo. Kiongozi, jambo na tunashukuru tena kwa kutupa muda wako. Si jambo bwana mtangazaji. Ndiyo. Na mimi nashukuru zaidi kwa kuja kunitembelea, kwa kujua hali halisi inayoendeka katika nchi yetu na katika tarafa la Uvira nzima kwa jumla. Ndiyo. Mimi kwa majina naitwa kwa jina la Observance Abubakar Zihindo Lanshombo. Ndiyo. Niko originaire wa territoire ya Kabare, précisément natif wa groupement ya Mudusa, quartier Lugusha. Ndiyo. Bwana mtangazaji, unajua kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ambayo tunafikia kwa sasa, kwa sababu huwa wakongomani wengi walikuwa wanatarajia kwamba siku kama na leo, mwezi kama na leo, wenda watakuwa kwa ukimbizini, lakini kwa majaliwa Mwenyezi Mungu ametujalia kuproteger patrie yetu, kuproteger population yetu, na inaendelea kutupatia ushindi mkubwa na kuendelea kuonyesha kushindwa kwa adui. Ndiyo. Na kwa leo unapatikana Uvira. Limeanza haje na kutoka kule Kabare, liko historia fupi. Nashukuru sana bwana mtangazaji. Unajua sisi ni maaskari. Na askari ni kama vile simba, askari huwa anatembea mchana, askari huwa anatembea usiku. Unajua pindi jeshi letu la FRDC lilisaliti, ilionekana wakawa wanakimbia, na pindi walipokimbia hivyo sisi tulikutaniwa kwenye maeneo kama vile za Nyangezi, na pale wakati FRDC likimbia ililomba tufate kwanza ordre, kwa sababu hatukujua ni mpira gani ambayo ilikuwa inachezeka baina ya jeshi la FRDC na baina ya Police Nationale Congolaise. Sasa wakati tulikuwa kule Nyangezi, nafikiri kulikuwa kungaliki baadhi ya viongozi kama vile bakina General Yave ambao waliambia wanajeshi wafanye repli strategique mpaka Luvungi. Lakini pindi tulipofika pale kunivo ya Nyangezi, sisi kama vile wazalendo ilibidi tujikoalize na kuulizana zaidi ni kitu gani kinachosababisha maskari wetu wako wanakimbia bila kusikia mlio wa risasi ya adui. Sasa tulipofika pale kusehemu ya Luvungi, wazalendo tulijiorganize na kusema hapana, inaonekana hapa deja ni traizo ambayo iko katikati ya jeshi letu la FRDC, na haitawezekana sisi kusema tusede territoire ya Uvira nayo ianguke kama vile Uvira. Ndugu zangu mtangazaji, mimi nilijikuta nimetokea Bukavu kufika kama leo Uvira, c'est comme si tulikuwa mrepli strategique. Lakini kwa sasa sisi tunajipanga, kwa sababu tukiangalia kwa niveau ya territoire ya Kabare tumefanya coalition, na coalition ambayo tumefanya tulienda jikuta kwa kweli watoto ambao tuliwaacha, majemedari ambao tuliwaacha kwa niveau ya territoire ya Kabare ni wengi, lakini ikaonekana hakuna coalition. Yani uko najikutana kama vile General Blaise Gaston Lukisa ambaye anapatikana mwaxe ya Kalonge Ninja, unajikuta anakuja banapigana na adui, lakini wakati wanapigana na adui anamuita Simba za Milimani ambaye anapatikana ambaye ude Simba za Milimani anamwambia mon general, mimi sitakuja kukupa msaada kwa sababu hatukupanga vita na wewe pamoja. Inabidi anampigia General Kafachi ambaye anapatikana kunivoza Kasheke, kunivoza Biranga, naye vile vile anamuonyesha mimi sikujiandaa, sina minisio, na watoto vile vile sikuandaa. Sasa ikawa inaonesha mwanya mkubwa na ikawa na mpa adui nguvu zaidi. Sasa bwana mtangazaji, mimi nilipojaribu kuongea na wale wa Commanda Force, kwa sababu nilienda jikuta mteritoire ya Kabare mko 17 movement. Sasa ilibidi nitumie mbinu ya kuwasiliana na hao majemedari na kuwaonyesha kuwa vita sio silaha nyingi, vita sio askari wengi, bali vita ni ujanja. Kwa sababu tulijikuta ikiwa baagresser M23 banatupiga vita, sio kusema kama wao wana maaskari wengi kutuzidia, lakini hapana, ilionekana walituzidi ujanja wa vita. Nilipotizama katika kitabu ambacho kina mpangilio ya vita, bwana journalist, inatuonyesha kwamba la guerre a 4 volets. Premier volet de la guerre c'est la partenariat.
Deuxième volet de la guerre, c'est la politique. Troisième volet de la guerre, c'est la secret. Quatrième volet de la guerre, c'est logistique. Sasa tulipojikuta tukajikuta kwanza adui iko na tushinda kwanza kunivou ya partenariat, parce que tulijikuta biko karibuni na 15 pays yenye inajikoalize, y compris Rwanda, Uganda, Somalia na Eritrea. Tuko tunajikuta yani tunakutana hata ba mercenaires benye hatujue hata ni wa inchi gani. Sasa tunapambana nao kwa sababu pindi tulipokuwa vita ambayo tulipigana pale 14 ya mwezi wa 3 pale Mulende, Nyangezi, Weza, tuliua karibuni wa mercenaires 10 wa wazungu. Na pale ndo tulikutana, kumbe adui ikiwa anatushinda alikuwa ameshajipanga sana. Na alikuwa ameshajua kama ameshapana corruption mjeshi letu la FRDC, akajua kwamba watakwenda na kumwachia njia. Lakini sisi kama vile wazalendo ambao sisi tunapenda ardhi yetu, tunapenda nchi yetu, tulibidi kuchukua jukumu ya kuprotege patrie na kutokubali kusede kwenye adui iko. Ndio hivyo bwana mtangazaji. Ndio. Kwa pekee saa hii unatumika kwenye kundi la wazalendo hapo maeneo ya Kabare. Na ulianza kazi ya kijeshi tangu mwaka gani? Bwana mtangazaji, kwanza mimi nimeanza tumika katika kazi ya jeshi mu renseignement année 2017. Nilianza kazi mu CNPSC kwa mheshimiwa Mon General William Yakotumba, ni pale ambapo mimi nilianza kazi. Lakini pamoja na kuwa tulikuwa tunafanya kazi na mheshimiwa kiongozi wetu Amuri Yakotumba, tulikuwa na initiative kuinisie mu province ya Sud Kivu, y compris Kabare, Kalehe. Tulikuwa katika ile ma strategie ndugu yangu, kwa sababu nikikumbuka hapa ane 2024 tulikuwa tumeshapanga kikosi ku niveau ya Bukavu, groupement ya Mudusa, kwa sehemu moja inaitwa Mushweshwe. Nafikiri kwa watu ambao wanafahamu hiyo sehemu, hapo gouvernement ilikuwa ingali mu province ya Sud Kivu kule Bukavu. Tulikuwa tumeweka kikosi fasi moyo wanaitwa Mukoberwa Mushweshwe kia wazalendo. Lakini kile kikosi kia wazalendo kilikuja kuvamiwa na kufungwa na General Yave kabla M23 ilikuwa bado haijafika. Sasa tuligundua kumbe General Yave alikuwa mutraizo ya enemy hapa, kwenye arrestation yake natoka kuonyesha kama alikuwa na complicité na enemy. Sasa kwa hivi bwana journaliste, mimi kwanza niko porte parole wa wazalendo wote wa territoire ya Kabare. Kwa sababu kule Kabare kulifanyika coalition, kukajikoalizie 10 mouvement, na ile 10 mouvement ikanichoisir comme porte parole wabo. Deuxième fonction kwa leo mimi natumika kama vile observance wa unité Aigle ya General Abdou Matata Walubarika. Unajua ndugu yangu, japokuwa leo wajemedari ni wengi, kwa sababu kutokana hii agression ambayo tulipata, watu wengi wamejitolea, wale waliokuwa maskari na wale wasiokuwa maskari, wote wamejitolea kwa kuprotege nini patrie yao. Lakini hatuwezi tukawalaumu bwana journalist, kwa sababu tukiangalia katika katiba yetu ya Kongo article 63 inatuambia en cas d'agression chaque citoyen ou bien chaque citoyenne doit prendre la responsabilité pour défendre leur patrie. Ilibidi watu wengi wakajitolea kwa kuprotege inchi yao. Lakini General Abdou Matata Panda ni kiongozi ambaye ameanza initiative ya Maimai tokea 1996. Kwa sababu tukiangalia hii ambayo tunapigana leo M23, watu wengi huwa wanaiona kuwa ningeni, lakini M23 tumeanza pambana nayo depuis 1996. Ilikuwa kwa jina gani wakati? Ile wakati ilikuwa inaitwa CNDP ya Laurent Nkunda na Bosco Ntaganda. Ilifika année 2004 wakati Gilles Mutebusi anapigana Felix Mbuzamabe mvile ya Bukavu. Kwa kweli Mbuzamabe alikuwa ni shujaa, alimupiga kipigo kikali. Gilles Mutebusi akatafuta direction ya kukuya avamie Uvira wakati alishindwa na nguvu. Sasa alipofika mbonde la Ruzizi, Lubarika, Luvungi, alipigwa na General Abdou Matata Panda mpaka kumuingiza mpaka Bugarama ndani. Kwa sababu unajua ndugu yangu, bila siasa wazalendo nguvu wanazo, kwa sababu General Abdou Matata Panda yeye mwenyewe amewahi kumpiga Gilles Mutebusi na kumuingiza mpaka
Bugarama ndani ane 2004. Sasa ndugu yangu, unajua leo sasa ikiwa sisi tunashindwa na kugomboa maeneo ni kwa sababu ya kitu ambacho enemy iko natafuta kuweka baina ya wazalendo. Kitu gani? Na hicho kitu ni kuweka ubaguzi. Nafikiri hapo awali umesikia declaration baadhi ya wajemedari wasiojua wanaosema no, Mheshimiwa William Yakotumba arudie Fizi. Unasikia wengine wanasema hapa sio kwao, wanatafuta kuingiza vitu kama vile tribalism. Lakini ile yote tuligundua kama hii ni jeu d'ennemi, kwa sababu tulienda fanya utafiti na tukajua kwamba kuna baadhi hata ya wazalendo ambao wanaongea upande wa maadui. Na wanashindwa kuelewa kama baada ya vita ni sheria kufanya kazi.